Kwa jina naitwa Adam Ngunga, ni daktari, pia ni mratibu wa huduma za tiba wa halmashauri ya wilaya ya Songea. Hebu tuambie wananchi wananufaikaje na maboresho haya? Kwa ujumla wananchi wananufaika na maboresho haya kwa sababu hata idadi ya wagonjwa inaongezeka. Kwa sababu tulipofungua hospitali tulikuwa tunapata wagonjwa kati ya wagonjwa 10 hadi 15. Sasa hivi tunapata wagonjwa kati ya 40 mpaka 60 na wanatoka katika maeneo tofauti hadi halmashauri ya jirani. Tunawapata wagonjwa wengine kutoka hadi manispaa, lakini kuna wagonjwa tunawapata kutoka hata nje ya Tanzania. Wale wanatoka Msumbiji wanakuja kupata huduma. Na maboresho mmefanya kwenye nyanja zipi? Maboresho kwanza tumefanya kwenye nyanja za majengo kama unavyoona. Fedha nyingi imetumika kujengea majengo, lakini tumefanya maboresho pia kwenye ununuzi wa vifaa tiba na vifaa tiba vya aina mbalimbali kama mlivyoviona. Lakini pia tumefanya maboresho kwenye idadi ya wataalamu. Tulianza wataalamu 3, lakini sasa hivi tuna wataalamu karibu 45 wa sekta ya afya ambao wanatoa huduma. Lakini pia tumeboresha pia upande wa kujengea uwezo kutokana na hizi timu mbalimbali zinazokuja za madaktari bingwa kutoka kwa Dr. Samia. Tumeona kuna huduma za kuhudumia watoto wenye changamoto, watoto njiti. Hilo lipoje? Ni kweli hapa sasa hivi huduma hizo zinatolewa katika hospitali yetu kama mlivyoona vifaa na mtaalamu alivyokuwa ameelezea. Kwa hiyo kuna maboresho yamefanyika na watu wananufaika. Kwa mfano juzi tu baada ya kuja madaktari bingwa kutokea na watoto ambao wanahitaji hiyo huduma wamepata na wanaendelea vizuri, na wengine wameruhusiwa na wengine pale wanaendelea kupata huduma. Maboresho kwenye huduma zingine ukiondoa hiyo ya kuhudumia watoto njiti ni yapi? Maboresho mengine kwenye upande wa upasuaji. Upasuaji unaweza kufanywa hizo operation ndogo na kubwa, lakini pia na hata uwepo wa hawa madaktari bingwa tumeweza kupata hata madaktari wale wa mifupa wameweza kutoa huduma jana hapa. Tangu nchi ipate uhuru ndio kwa mara ya kwanza kwenye hospitali hii au kwenye kijiji hiki cha Mpitimbi kufanya upasuaji wa mifupa. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia pamoja na mbunge wa jimbo hili la Peramiho ambaye pia ni waziri kwa kutuletea huduma hizi. Zinatusaidia sana vizuri kabisa. Na pia kwenye nyanja ya magonjwa haya ya mama na mtoto pia wamefanyika operation nyingi tofauti na siku za nyuma. Kwa hiyo kuna maboresho maeneo mengi yanayohusiana na masuala ya matibabu. Lakini pia wametujengea uwezo madaktari wa hospitali hii pamoja na madaktari wengine wa hospitali za halmashauri wapo hapo kwa ajili ya kujifunza. Kwa hiyo mbali ya kupata huduma wa wagonjwa wetu, lakini madaktari wetu au watu wa huduma wamejengewa uwezo wa namna kutoa huduma vizuri. Lakini na kikubwa zaidi waliopata huduma karibu 57% ni watu wale wa msamaha, lakini wamepata huduma za madaktari bingwa. Kabla tujaenda kwenye madaktari bingwa sasa, maboresho haya namna gani yamesaidia kuvutia wateja kutoka nje au wananchi kutoka nje? Maana tunaona hapa tuko jirani na nchi ya Msumbiji, kwa maana ya utalii wa kimatibabu. Utalii wa kimatibabu imesaidia sana. Sasa hivi tunawapata wagonjwa wengi pia kutoka nje ya nchi, kutoka Msumbiji wanakuja kupata huduma na kutoka kwenye halmashauri zingine. Mfano jana juzi tumewapata, yani kuna wagonjwa wengi wengine wanatoka nje ya halmashauri wanakuja kuendelea kuja kupata huduma hapa. Kwa hiyo imesaidia hata hospitali yetu kufahamika kwa sababu watu wanatoka maeneo mbalimbali kuja. Naitwa Ingetrauda Boniventura Komba. Mimi niko nasumbuliwa na pressure kwa maana hapo nipo kwenye matibabu. Basi tunamshukuru Rais na mbunge wetu kwa kutuletea huduma hizi za kibingwa. Tunaendelea vizuri. Zinatusaidia. Kwa majina naitwa Edmund Venance Faida Nyoni,
Ni mzaliwa wa kijiji cha Itapwasi na mkulia wa kijiji cha Itapwasi, ila kwa sasa nimekuwa ni mkazi wa sehemu mbili kati ya Songea na kijiji na wilaya ya Mbinga. Nimekuja hapa kwamba nina mzazi wangu ambaye yupo hapa kimatibabu toka Jumamosi, na kiujumla pia naweza kusema kwamba huduma za kiserikali kwa kupitia matibabu, hatuwezi kudanganya, huduma zinatolewa vizuri na kwa muda wakati ule ule, na hivi tunaweza kusema kwamba kwa namna moja au nyingine tunaishukuru serikali kwa kuweza kututimizia na kutuona kwamba huku sisi watu wa vijijini tunahitaji huduma muhimu kama changamoto ya kwanza matibabu na huduma zingine hususan kama maji za kawaida, lakini kitu cha kwanza afya ndio mpango mzima. La mwisho kwamba tunamshukuru mama yetu Mama Samia Suluhu Hassani kwa kutuletea msaada wa huduma hii na pia kuweza kutuletea madaktari bingwa kutoka mbali na kuja kutufanyia huduma hii hapa ya matibabu ya aina mbalimbali. Tunasema asante, na pia shukrani ziende kwa mbunge wetu akitambulika kama ni Jenista Mwagama. Ndio. Kwa jina naitwa Salvis Ndunguru kutoka wilaya ya Mbinga, ni mhamiaji kijiji cha Matui, na nimekuja kijiji jirani, kijiji mama hospitali ya Mpitimbi. Kwa hiyo serikali ninawapa shukrani na pamoja na mbunge wetu Jenista kwa kutuletea